Karibuni wanafunzi wa darasa la 5, 6 na 7, ikiwa leo ni somo letu la 3, kujumlisha sehemu zenye asili tofauti. Ninaamini wote mnajua kujumlisha sehemu zenye asili moja. Mfano, tatu ya 7 jumlisha 2 ya 7. Hesabu hii ina sehemu zenye asili moja. Asili ni 7, kiasi ni 3, asili ni 7, kiasi ni 2. Kama asili zinafanana, tutaandika asili yetu ambayo ni 7, kisha tutajumlisha kiasi. 3 jumlisha 2 tunapata 5. Mfano mwingine, 4 ya 9 jumlisha 2 ya 9. Asili yetu ni 9, tutajumlisha kiasi. 4 jumlisha 2 ni 6. Tunaweza rahisisha sehemu yetu kwa 3. Hii ni sawasawa na 2. Kwa 3 tunapata 3. Jibu letu ni 2 ya 3. Moja kwa moja twende kwenye somo letu la leo ambalo tunaenda kuangalia kujumlisha sehemu zenye asili tofauti. Swali la kwanza, 3 ya 7 jumlisha 4 ya 21. Katika kufanya mifano hii, naamini kila mwanafunzi anaweza kutafuta KDS. KDS inatusaidia kujua asili moja ya sehemu zetu. Mfano, KDS ya 7 na 21 ni 21. Kwa asili yetu itakuwa ni 21. Inabidi tubadilishe 7 iwe na asili ya 21. Tunaweza fanya hivyo kwa kuzidisha. KDS ya asili zetu ambazo ni 7 na 21 ni 21. Tutengeneze sehemu ya kwanza ambayo ni 3 ya 7 iwe na asili ya 21. Hii inawezekana kwa kuchukua 3 ya 7 kuzidisha kwa 3 ya 3. 3 ya 3 ni sawasawa na 1. Hii haiathiri sehemu yangu. 3 mara 3 ni 9. 7 mara 3 hii ni sawasawa na 21. Kumbe 3 ya 7 ni sawasawa na 9 ya 21. Sasa moja kwa moja twende tujumlishe sehemu yetu. 3 ya 7 jumlisha 4 ya 21. Hii ni sawasawa kabisa na 3 ya 7 ni sawasawa na 9 ya 21. Jumlisha 4 ya 21. Jibu letu ni sawasawa na 13 ya 21. Kisha tunaangalia jibu letu. Tunaweza rahisisha? Jibu letu tayari ni sehemu rahisi. Hatuwezi rahisisha zaidi. Twende tufanye swali la pili. 30 ya 36 jumlisha 1 ya 18. Kwanza kabisa tutafute KDS cha asili zetu ambazo ni 36 na 18. KDS cha 36
na 18 ni 36. Hii ni asili ya pamoja ya sehemu zetu. Sasa twende tutengeneze sehemu zetu zote ziwe na asili ya 36. 30 ya 36 tayari ina asili ya 36. Tutengeneze moja ya 18 iwe na asili ya 36. Tutachukua moja ya 18 tutazidisha kwa 2 ya 2. Hii tutapata sawasawa na 1 mara 2, hii ni 2, 18 mara 2 sawasawa na 36. Kumbe moja ya 18 ni sawasawa na 2 ya 36. Sasa tunaweza kujumlisha kawaida. 30 ya 36 jumlisha moja ya 18 ni sawasawa na 2 ya 36. Asili zetu sasa zinafanana. Asili inakuwa ni 36, tunajumlisha kiasi 30 jumlisha 2 tunapata 32. Sehemu yetu tunaweza kuirahisisha zaidi. 32 gawanya kwa 2 sawasawa na 16. 36 gawanya kwa 2 ni 18. Bado tunaweza rahisisha zaidi. Kwa 2 8, kwa 2 tunapata 9. Sehemu yetu rahisi ni 8 ya 9. Jibu letu ni 8 ya 9. Moja kwa moja twende tufanye swali la 3. Swali linasema 1 ya 2 jumlisha 1 ya 4 jumlisha 1 ya 5. Sehemu zetu zina asili tofauti. Inabidi tutafute KDS cha 2, 4 na 5. KDS cha 2, 4 na 5 ni sawasawa na 20. Asili yetu ya pamoja ni 20. Inabidi tutengeneze moja ya 2 iwe na asili ya 20, moja ya 4 iwe na asili ya 20 na moja ya 5 iwe na asili ya 20. Hii inawezekana kwa kuzidisha. Moja ya 2 tutazidisha kwa 10 ya 10. Moja mara 10 napata 10. 2 mara 10 20. Twende tuangalie moja ya 4. Moja ya 4 tutazidisha kwa 5 chini ya 5. Moja mara 5 ni sawasawa na 5. 4 mara 5 ni sawasawa na 20. Twende tuchukue moja ya 5. Moja ya 5 tutazidisha kwa 4 ya 4. Moja mara 4 ni 4. 5 mara 4 ni 20. Unaweza ona tumebadili asili zetu zote zimekuwa 20. Sasa twaweza jumlisha. Moja ya 2 ni sawasawa na 10 ya 20. Jumlisha moja ya 4 ni sawasawa na 5 ya 20. Jumlisha moja ya 5 ni sawasawa na 4 ya 20. Asili yetu ni 20. Tunaenda kujumlisha kiasi. 10 jumlisha 5 jumlisha 4
ni 19. Jibu letu ni 19 ya 20. Naamini utakuwa umeelewa. Ni kuachie swali la 4 na 5 kama kazi ya nyumbani. Utafanya kisha jibu lako utaliandika kwenye comment section. Nitafurahi kuona jibu lako na nitakusahishia. Usisahau kusubscribe, share na kucomment. Mpaka wakati mwingine, bye bye.